بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد يكم حميدي الله سبحانه وتعالى na kumtakia ziada za khairi Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukiwa ndani ya muendelezo wa risala ya ad-durusu al-muhimma li'ammati al-umma cha Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu. Leo tupo ndani ya ad-darsu at-tasi'u, darasa la tisa, nalo lafungamana na at-tashahhud. Waswahili huita at-tahiyatu. Sheikh akasema bayanu الدرس التاسع بيان التشهد. دراسة la tisa, kubainisha التشهد. بيان التشهد وهو أن يقول بيان التشهد وبينيف التشهد وهو أن يقول nayo hiyo at-tashahhud ni mtu kusema at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله، maamkizi mema yote hayo ni ya Allah. Maamkizi mema inasema maamkuzi. Wassalawatu kadhalika, na dua kwa maana zake zote. Ina maana as-salawatu kilugha na kisheria kwa sampuli zake zote. Pia kadhalika wasalawatu ilikuwa lillahi, pia zote hizo ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Wat-tayyibatu, lakini kadhalika na mambo mazuri na vitu vizuri vyote kadhalika ni khasais za Allah subhanahu wa ta'ala, vile vizuri ambavyo vitakuwa havina naqais na mapungufu. Assalamu alayka, amani iwe juu yako. Assalamu alayka, amani iwe juu yako. Ayyuhan nabiyyu, ewe mtume. Wa rahmatullahi, na rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakatuhu, kadhalika na baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Rehema zake Allah na baraka zake Allah ziwe juu yako ewe mtume. Assalamu alaina, amani iwe juu yetu. Assalamu alaina, amani iwe juu yetu. Wanashona mitafsiri alaina kwa maana ummatu Muhammad. Wa ala ibadillahi salihin, amani iwe juu ya waja wa Allah waliokuwa wema, ina maana wema katika wale ambao wametangulia. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hapana mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na nashuhudia kwamba mtume Muhammadin ni mja wake yeye, kadhalika na mtume wake. Nashuhudia kwamba Muhammad ni mja wa Allah, kadhalika ni mtume wake Allah subhanahu wa ta'ala. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويبارك عليه, kisha
utamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika na kumtakia baraka yeye, utamsalia mtume sambamba na kumtakia baraka huyo mtume sallallahu alayhi wasallam. Fayaqulu, atasema yeye huyo mtu, Allahumma salli ala Muhammad, ewe Allah wasalie au msalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na as-salatu tushielezea maana yake. Wa ala ali Muhammadin, kadhalika wasalie jamaa na atbaa na wafuasi wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama sallaita ala Ibrahima, kama vile ulivyo msalia Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na kadhalika na kama ulivyowasalia al kwa maana jamaa wa Ibrahim. Innaka hamidun majidun, hakika yako wewe ni mwingi wa kuhimidiwa na sifa zilizokuwa mzuri, kadhalika majidun, uliyekuwa mtukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Wabarik ala Muhammadin, na kadhalika na mbariki mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa maana mzidishie baraka na mambo ya khairat. Wa ala ali Muhammad, na wabarik kadhalika jamaa wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama barakta, kama ulivyo wabariki ala Ibrahim, kama ulivyo wabariki ala Ibrahim, kumbariki Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim, kama ulivyombariki Nabiyullahi wa khaliluhu Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, na kama ulivyobariki jamaa wa Ibrahim. Innaka hamidun majidun, hakika yako wewe Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa kuhimidiwa, na kwa maana jamii al-mahamid, majidun, uliyekuwa mtukufu. Kwa hiyo ahwal zote hizi zinatokea ndani ya swala, kumtakia baraka na kumtakia swala mtume pamoja na jamaa zake, na kumtakia swala Nabiullahi Ibrahim, kadhalika na jamaa zake, pamoja na kumbariki yeye pamoja na jamaa zake, kutokea ndani ya swala ya mja. Thumma yasta'idh, anatufia kule mwanzo kule, wa huwa an yaqula thumma yasta'idha billahi, kisha atataka wokovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fi tashahhud al-akhiri, katika ile at-tashahhud kwa maana tahiyatu ya mwisho, min adhabi jahannam, kutokamana na adhabu ya moto. Ina maana atamtaka Allah subhanahu wa ta'ala amkinge na adhabu ya moto wa jahannam. Wa min adhabi al-qabri, na kutokamana na adhabu ya kaburi, Wa min fitnati al-mahya, na kutokamana na fitna za uhai, wal mamat, na kutokamana na fitna za kifo. Fitna za uhai zafahamika, na zipo fitna ambazo zafungamana na mtu katika mali zake yeye, katika mambo ambayo yeye anayamiliki, na katika asalibu mbalimbali. Lakini na fitna za kifo ama fitna za ufu ni kama fitnatul qabri, na yenye kufungamana na hilo kaburi. Na wanachuoni wametaja fitna kwamba ni yale maswali ambayo mja ataelekezewa na malaika wawili Munkar na Nakir, wakiwa wanamhoji na kumsaili yeye ile maswali ambayo watakuwa watampelekea. Hili ndio fitnatul qabri. Wa min fitnatil masihi ad-dajjal, na kutoka maana fitna za Masih Dajjal, kwa maana Masih aliyekuwa muongo, kwa sababu al-Masih ni wa kweli, lakini atakapokuwa ni Masih Isa, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia karama na mambo ya ubora mbalimbali, mambo ya fadla na minan, na akampa minah mbalimbali yeye
Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo ambayo yeye atayadai ambayo hayo mambo kiukweli yapatikana kwa Nabiiullah Isa. Kwa maana Masihu Dajjal kuna mambo ambayo atayadai na kiukweli hayo mambo yapatikana kwa Isa alayhi salam. Sasa ndio maana Masih Isa huyu ni mkweli, kisha Masih ad-Dajjal. Dajjal bi maana al-kadhab, Masih aliyekuwa mwingi wa uongo. Kisha thumma yatakhayyara min ad-du'a ma sha'a, bal tunatfia kule wa huwa an yaqula thumma yatakhayyara min ad-du'a ma sha'a, kisha atachagua katika dua ile ambayo yeye ataitaka baada ya hapo yoyote ambayo ataomba. Lakini kwa vile ni katika swala haitofaa hiyo dua mtu kuomba Kiswahili kwa sababu ni katika swala. Wala siyama al-ma'thuru min dhalika, na hasa zile dua ambazo zimepokelewa kuhusu jambo hilo. Wa minhu, na katika hizo dua, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, ewe Allah nisaidie mimi juu ya kukutaja wewe, kwa maana juu ya kukumbuka wewe na kukushukuru, na juu ya kukuabudia vizuri, wa husni ibadatik, na juu ya uzuri wa kukuabudia, kwa maana kuabudie kama ambavyo wewe unataka ewe Allah. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, ewe Allah hakika yangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu kuidhulumu kuliko kuwa kukubwa. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe. Faghfir li min indik, nisamehe mimi msamaha ambao unatoka kwako wewe. Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira, ewe Allah hakika yangu mimi nimeidhulumu nafsi yangu kuidhulumu kuliko kuwa kukubwa. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, na hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe. Faghfir li min indik, nisamehe mimi msamaha ambao unatoka kwako wewe, au nisamehe mimi hali ya kuwa huo msamaha ni tunu nitoka kwako. Warhamni, na unirehemu, innaka antal ghafurur rahim, hakika yako wewe antal ghafurur rahim, hakika yako wewe ni al-ghafur, mwenye kusamehe sana, ar-rahim, tena mwingi wa huruma. Na hili latuthibitishia sisi juu ya sifa ya msamaha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa ya kusamehe, kadhalika ana sifa ya huruma kama yaliqu bijalalihi. Amma fi at-tashahhud al-awwali, ama katika at-tahiyatu ile ya mwanzo ile, fayaqumu ba'da ash-shahadatayn, yeye atasimama baada ya kutoa zile shahada mbili. Na maana akianza mwanzo at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu wassalamu alaykum, mpaka kifaa wenye wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Akifika hapo yeye atasimama, fayaqumu ba'da ash-shahadatayn, atasimama, ina maana atasema Allahu akbar ila thalitha, kuelekea kwenye rakaa ya tatu. Atatoka baada ya hii at-tahiyatu ya mwanzo, hii ya mwanzo ataishia hapo, kisha akishia hapo atasimama. Kama itakuwa swala ni yenye rakaa kuanzia tatu, sasa atasimama akifika kwenye wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, kuelekea kwenye rakaa ya tatu, fi dhuhri, kwenye salatu dhuhri, fi dhuhri ay fi salati dhuhri, wal asri kadhalika, na katika salatu al asri, wal maghribi kadhalika,
na katika salatul maghribi wal isha'i, na kwenye swala ya isha hapo watafanya hivyo. Ina maana moja kwa moja hato leta zile Allahumma salli ala Muhammad mpaka zile ta'awudh ya vitu vile vinne, pia na kadhalika hatoileta kwenye swala ambayo itakuwa ina rakaa zaidi ya 2, hatofanya hivyo. Wa in salla ala nabii sallallahu alayhi wasallam fahuwa afdalu, lakini kama atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, basi jambo hilo ni bora. Kama atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, hilo ni bora liumumi alahadithi fi dhalika, kwa kule kuenea hadithi, yani hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya jambo hilo, hadithi zimeenea juu ya hilo. Thumma yaqumu ila thalitha, kisha atasimama kuelekea kwenye rakaa ya 3. Ina maana kwamba huenda akaishia wa ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, akasimama. Na laiti kama hapo ataongezea na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kadhalika yajuzu, na inafaa kwa kule kuenea ahadith za mtume sallallahu alayhi wasallam juu ya kutilia tahrif na kutilia mahimizo na hasi juu ya hilo la kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam. Kisha hapo atasimama kwenda katika rakaa ya 3, na hiyo ndiyo at-tashahhud kama alivyoelezea Sheikh hapa, Allah amrehemu na amghufirie. Na katika darasa ijayo insha Allah tutakuja kuangalia sunanus salati, ile sunna za sala. Kuna sunna ambazo ni fi'liya na kuna sunna ambazo ni qawliya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu jalla wa ala a'la wa a'lam, wa barakallahu fikum wa jazakumullahu